Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Naso TV. Bado tupo hapa hapa katika ukumbi huu wa City Garden Kariakoo, ambapo leo mambo makubwa kabisa yamefanyika, kongamano kubwa kabisa la kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu. Hapa nikiwa na mkurugenzi wa Da'wa na Tablighi Taifa kabisa, lakini pia ni mwenyekiti wa Umata Tanzania. Kwa maana jambo hili la leo yeye ndo alokuwa mshika hatamu, lakini pia yeye ndo mwenyeji. Asalamu alaikum Sheikh Suria. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kheri kabisa. Alhamdulillah salama. Nilizisahau katika kofia nilizozitaja hapa. Ndio umesahau moja inaitwa Khidmatul Umma. Wacha nitaje mimi. Kwa jina naitwa Arif Suria, mkurugenzi wa Da'wa na Tabligh ofisi ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, si mwingine Dr. Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana. Lakini pia kwa sababu nifanye kazi hiyo, ofisi zangu ni misikiti na wakuu wa misikiti ni maimamu. Kwa hiyo imenibidi niwe mwenyekiti wa maimamu Tanzania ili dawa iweze kupenya, lakini ili tuweze kufanya kazi lazima tuhudumie jamii. Vile vile mwenyekiti wa Khidmatul Umma. Alhamdulillah, kwa nafasi hizi tatu Allah amejalia tunaweza kufanya kazi ya dawa kwa wepesi sana. Ndio, kwa wepesi sana, lakini kilichotufanya nimwambie Alhabibi Mungia kwamba itakuwa vibaya tukiondoka bila kuzungumza na wewe ni hii saini ya leo, ni huu mshikamano ambao leo hii tumeona kabisa mmekaa mmetia saini. Hii ilikuwaje kwa baadhi, kwa faida ya watu ambao inawezekana walikuwa hawajui, kwa maana kuna Umata Taifa na Umata Tanzania? Hapo nataka tupeke sawa. Mimi nilivyokuwa wamenijia hawa ndugu zangu kuniomba niwe mwenyekiti, tayari walikuwa na umata mbili. Nilijaribu kuwaita wote wawili na kujaribu kuwasuluhisha, lakini haikuwezekana. Nikawa mwenyekiti wa umata hiyo moja, tukaendelea na kazi mbalimbali, lakini Allah amejalia tumezidisha dua na tumefanya ikram na mahaba. Alhamdulillah, Allah kajalia tumeungana. Tunashukuru sana Hayatul Ulama, umoja wa wanazuoni wa Tanzania, Sheikh Abdallah Ndauga pamoja na wenzake, viongozi wenzake, akiwa katibu mtendaji. Mashallah, amefanya kazi kubwa ya kutuunganisha, lakini baada ya hapo sisi tumekaa wenyewe vile vile tukakubaliana, na yale makubaliano ndio tumesema tutayasaini baada ya kongamano hii ya kukaribisha mwaka mpya. Tukasema tusiingie mwaka mpya hali ya kuwa tumetengana, tuingie mwaka mpya hali ya kuwa tumeungana, kwa sababu sisi siku zote tunasema jamani, sisi tuwe mabalozi wa amani. Sasa unakuwaje balozi wa amani alafu umetengana ndugu yako? Kwa hiyo sisi tumekuwa kitu kimoja na tunaingia katika mwaka mpya hali ya kuwa sisi wamoja. Leo sisi tuna furaha kubwa sana. Naam. Lakini tangu uwe mwenyekiti wa Umata Taifa, labda kwa sababu wewe ndio mwenye dhamana wa misikiti yote Tanzania, labda kuna ushawahi kusikia sehemu fulani kwa maana kuna changamoto ya msikiti ikakugusa kabisa kwamba Waislamu, kuna imamu labda kuna kitu anakikosea, kwa maana ni tofauti na mafundisho yetu ya Mtume Muhammad aliyokuwa ametufundisha? Labda ushawahi kupata changamoto kama hiyo, ukapewa taarifa kwa maana mkoa fulani kuna msikiti fulani unaenda kinyume na maandiko yetu? Naam, sisi hasa Umata maksudi yake ni kuwasaidia maimamu ambao uwezo wao mdogo kielimu na kihali. Sisi sio wenyekiti au sisi sio umoja maimamu wa maimamu wa imamu kama Sheikh Walidi au kama Mufti London, au mashallah kiuwezo wa elimu wako juu, lakini kiuwezo wa fedha vile vile wako juu, hawana shida. Sisi umoja wetu unalenga yule imamu wa kijijini ambaye kanzu yake imetoboka, hajui atakula nini, lakini vile vile akija akiswalisha anasema Allahu Akbar. Manake hata ile takbira, suratul Fatiha, mambo yake yote yako chini na hakuna mwingine pale wa kuswalisha zaidi ya yeye. Kwa hiyo umempachika hilo jambo. Na sisi katika kazi yetu ya dawa na tablighi tumeona mpaka watu wamekwenda kumchukua mwanamke kumfanya awe imamu, asome khutba na vile vile aswalishe siku ya Ijumaa katika nchi hii Tanzania yetu hii, kwa sababu aliyekuwa shekhe alipata dharura, hakuna mwingine. Watu wakasema bana, kwa sababu chakula ikiwa hakuna unaruhusiwa kula nguruwe. Sasa wewe kwa sababu imamu hayupo na wewe ni mwanachuoni mwanamke, basi tafadhali. Na maamuma walikuwa wanaume. Maamuma walikuwa wanaume. Kwa hiyo mama akapiga pale Allahu Akbar, watoka wakafuata. Sasa hii hali ya nchi yetu hii kwa kweli nasikitisha. Iko haja sisi tuungane kwa ajili ya kuwasaidia maimamu
lakini pia na walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa kama mlivyosikia hapo, kuna mwalimu wa madrasa ana chati saa zote, ana chati, anatazama YouTube, anaangalia mpaka ngono, huku mwanafunzi yuko pale mbele yake anamtazama. Kwa mwanafunzi anachukua kwa bluetooth katika moyo, kwa sababu tunapokaa pamoja mwanafunzi anafyonza ya mwalimu, anafyonza ya mwalimu katika moyo, harakati zake mpaka ile style yake ya kutembea mwanafunzi anachukua. Sasa ikiwa mwalimu wa madrasa mchafu namna hii wa kucheza ma YouTube na nini, huyo unategemea atasomesha nini? Kwa sisi tunahangaika kuweka mwalimu wa madrasa pure. Alhamdulillah, tuna madrasa sisi zinaitwa makatib za asili mpaka isha ambazo zina wanafunzi 1034 na tuna walimu 1800 ambao wanasimamia, mashallah, wanasomesha. Lakini pia tuna wa inspector na mapikipiki wanakwenda kucheki kote, inspector wako 7. Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa sana ya kuhangaika madrasa zikae sawa sawa. Inshallah kwa sote pamoja na hivyo tulivyoungana tutafanya makubwa zaidi. Tutafanya makubwa zaidi, lakini natamani kusikia kutoka kwa wewe kama mwenyekiti wa taifa wa UMATA, wito wako hasa kwa walimu wa madrasa, kwa maimamu nchini Tanzania, kwa viongozi wa dini, wito wako hasa nini? Wito wangu mimi, tuwe sisi mabalozi wa amani, kama sasa hivi ilivyokuwa kauli mbiu yetu, amani na maridhiano ndio msingi wa maendeleo. Sasa amani itapatikana pale ambapo mimi utaachia, utasema mimi niko tayari kwa ajili ya Allah, utaridhiana na mwenzako, maendeleo yatapatikana. Kwa hiyo naomba maimamu wote, walimu wa madrasa wote, tuungane, tuwe kitu kimoja ili amani ipatikane, turidhiane, tupeleke Uislamu mbele. Lakini pia tusaidiane. Alhamdulillah, UMATA kwa kupitia taasisi mbalimbali ikiwemo Khidmatul Umma tunajaribu kuwawezesha maimamu na walimu wa madrasa kihaja, kidharura. Kama anaweza kufanya biashara ndogo ndogo ya kuuza skrimu au akauza ankasusi au akashona charani au biashara ndogo ya kuuza vyakula, hali ya uchumi, tunamtengenezea sisi utaratibu na tunampa kifaa kitendea kazi. Alhamdulillah, mtakuwa mmeona kwenye mitandao tunawagawia vitu mbalimbali, lakini tunafanya na follow up vile vile. Kwa hiyo tunaomba sisi, kwa sababu tunafanya hayo, tunaomba maimamu hayo muyafanyie kazi kwa usahihi, lakini pia musimamie, muwe mabalozi wa amani kwa kushirikiana na kwa kuridhiana. Nikushukuru sana na nisikuchoshe, maana leo tangu asubuhi kwa kwenye na kazi kubwa. Lakini neno lako, mimi natamani sana kuzungumza na nikikutana na wenye viti hasa kwa upande wa taifa, natamani sana kuzungumza. Tumezungumza zaidi masuala ya maimamu, lakini walimu wa madrasa ni sehemu moja au tunasema kategori moja ambayo huwa na malalamiko sana kwa upande wa kihali, labda wazazi wa wale wanafunzi ambao wanawafundisha, kwa maana ada zinakuwa dhaifu au wazazi huwa yani hawakidhi sana mahitaji ya wanafunzi, kwa maana labda ada au vitu vingine. Hiyo umeshawahi kusikia malalamiko kama hayo? Naam, hiyo ndio shida yetu kubwa, kwamba kwa sababu sisi tunafikiria sana elimu ya sekula, na anajua akishamaliza atakuwa daktari, atakuwa engineer, atakuwa profesa, ataleta chakula nyumbani, lakini akienda kuwa shehe, atakwenda kuwa imamu wa msikiti au nini, basi hamna jambo. Kwa hiyo wazazi wengi hawako tayari kuwasomesha watoto, na ikimbidi kusomesha mtoto basi halipi gharama za ule ustazi. Hii jambo lipo, na ndio maana sisi UMATA tumejitahidi, mwalimu tunamwezesha ili aweze kukidhi haja zake, asomeshe free, ili wazazi hao nao walete watoto wao. Naam, hicho ndicho kipaumbele chenu. Kipaumbele sisi ni vipi mtoto atapata elimu ya dini iliyokuwa sahihi, lakini vipi atatengenezeka kiakhlaq, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yulad la fitra fa abao yuhawidani au yunasirani au yumajisani, au kama kala Rasulullah, kwamba kila aliyezaliwa kazaliwa katika maumbile ya Kiislamu, wazazi wake wawili au walezi wake wanamfanya Yahudi au Nasara au Majusi. Sasa kama huyu mtoto hajalelewa na wazazi wake, basi sisi tujitahidi tumlee sisi kwa ustazi wake. Ustazi wake amlee, amfanye awe Muislamu, ama sio ataingia katika Uyahudi wa Nasara wa Majusi. Atapotea, atakuja kwa mvuta bangi, atakuja kwa jambazi, atakuja kwa huyo sasa anafanya kuvuta unga na ghasia gani. Kwa hiyo tunaomba wazazi mujitahidi kulipa, lakini vile vile mwatume watoto wenu katika madrasa. Nikushukuru sana. Shukrani. Shukrani.